ni kwamba mtu yoyote, mimi sio mwanasiasa za kidemokrasia. Yaani mimi kama mtumishi wa Mungu napingana kabisa na huu mfumo wa utawala wa demokrasi, kwa sababu demokrasi sio mfumo wa Mungu, bali mfumo wa Mungu ni theokrasi. Lakini jambo la pili, mimi kama mtumishi wa Mungu sikubaliani na utawala wa mwanamke. Mfumo wowote wenye nguvu ya Mungu unasimamiwa na mwanaume, kwa sababu Mungu alimchagua mwanaume kuwa mtawala. Inapotokea mwanamke anakuwa mtawala, ni kinyume kabisa na mpango wa Mungu. Lakini katika nchi yetu ya Tanzania, Mungu ndiye amemchagua Samia Suluhu kuwa kiongozi wa nchi hii kwa sababu kadhaa za kutimiza unabii katika taifa la Tanzania, especially kuinua roho ya Elia, kwa sababu kwa nyakati hizi ili mwanamke awe mtawala lazima ndani yake itende roho inaitwa roho ya Yezebeli, ambayo roho ya Yezebeli inapambana na roho ya Elia. Kwa hiyo kulikuwa hakuna namna ambayo Tanzania lazima, kwa sababu ni taifa ambalo linaenda kutimiza unabii, ilikuwa lazima apatikane mtawala mwanamke Tanzania. Kwa hivyo kifo cha Magufuli ni mpango wa Mungu, na ni mpango wa Mungu sababu haijawahi kutokea. Ni mpango wa Mungu kumfanya Samia ambaye alikuwa makamu wa rais kuwa rais. Sasa basi, kwa sababu shetani anajua kwamba roho ya Elia itakuwepo duniani na itamuangamiza kupitia kuiangamiza roho ya Yezebeli, manake ni kupambana na ulimwengu wa feminist revolution. Kwa hiyo lazima ahakikishe anawatumia mawakala wake kuupinga mpango wa Mungu uliopo Tanzania wa kusimamisha ufalme wa Mungu, wa kuwaleta mfumo wa theokrasi Tanzania. Mtu yoyote kupitia mfumo wa demokrasia ambaye anampinga Samia kupitia mfumo wa demokrasia, huyo mtu ndani yake kuna nguvu sana kubwa ya kipepo inayofanya kazi. Hapa naanza na wachungaji. Yaani kuna watu mnawaona ni wachungaji, wameacha wito wao, wanapambana kidemokrasia. Hawa watu wana nguvu ya kipepo, na shetani anavyojigeuza kuwa malaika wa nuru anawatumia kuhakikisha taifa la Mungu Tanzania halitawaliki na injili haihubiriki, kwa sababu kama hakuna amani, injili haiwezi kuhubiriwa. Kwa hiyo kuna watu katika upande wa Wakristo, wachungaji, wana nguvu kubwa, ila ni mapepo. Yaani mtu yoyote anayempinga Samia ana nguvu ya mapepo ndani yake, kwa sababu anapinga mpango wa Mungu wa roho ya Elia kuwepo duniani, kutangaza ufalme wa Mungu na kusimamisha ufalme wa mwanakondoo hapa Tanzania. Na ukimwona shekhe yoyote anapambana na serikali au anapambana kuinua ugomvi wa Waislamu na Wakristo, naye hakadha, huyo mtu ndani yake kuna nguvu kubwa ya mapepo, ya majini, ya uchawi, na shetani anampa pesa nyingi ili ahakikishe anatia uadui baina ya Waislamu na Wakristo, sababu mpango wa Mungu ni wale wanaomsubiri Yesu Kristo kuungana, ambao ni Waislamu na Wakristo. Ukiona shehe yoyote au mchungaji yoyote kwa namna yoyote unavyomfahamu, lakini anachochea uadui wa Waislamu na Wakristo, anachochea kuanguka kwa serikali ya Samia kwa mfumo wa demokrasia, ujue hilo ni pepo. Hata kama unamuamini vipi, basi ujue hilo ni pepo. Ni ngumu sana kuzungumza sasa hizi ukweli ambao Roho Mtakatifu anakuongoza, kwa sababu ukizungumza unaonekana kama wewe labda ni chawa. Mimi sio chawa. Mimi ni mtumishi wa Mungu, naeleza ile ambavyo mpango wa Mungu kiunabii unavyoendelea Tanzania. Sikubaliani na mfumo wa demokrasia. Demokrasia sio mpango wa Mungu.
Sikubaliani na mfumo wa feminist revolution wa wanawake kuwa viongozi. Sikubaliani nao kabisa. Lakini anayempinga Samia anapingana na mpango wa Mungu wa kuja kwa ufalme wa Mungu duniani. Anabishana na ujio wa mara ya pili wa Yesu duniani kuja kuutawala ulimwengu. Mungu awabariki sana. Mna kazi kubwa sana watu wa Mungu, kuzichunguza roho. Amen.